Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Ni muendelezo pia wa darsa zetu za mustalahil hadithi katika kitabu kinachoitwa Taisiru Mustalahil Hadithi. Na leo tutaitazama hadithi ambayo ni muallaqu. Nini maana ya almuallaqu? Taarifuhu lughatan, kielelezo chake katika lugha neno hili almuallaqu huwa ismu maf'ul, nalo ni jina la chenye kutendwa, min allaqa, linalotokana na neno allaqa. Kwa hiyo unaweza ukasema allaqa shay'a bishay'i, alikitundika kitu kwa kitu kingine, au alikitundika kitu kwenye kitu kingine. Ai maana yake natahu wa rabatahu bihi, alikitundika na akakifungamanisha nacho. Waja'alahu muallaqan, na akakifanya kuwa ni chenye kuninginia, chenye kutundikwa. Wasummiya hadha sanad muallaqan, na imeitwa sanadi hii kuwa ni muallaq bisababi ittisalihi biljihati alulya faqat, kwa sababu ya kuungana kwake na ile sehemu ya juu tu, haikuungana na sehemu ya chini. Ni kwa sababu ya kule kuungana kwake na sehemu ya juu tu. Wanqita'ihi min aljihati daniya, na kwa sababu ya kukatika kwake sehemu ya chini. Fasara kashay'il muallaq bisaqfi, basi ikawa ile sanadi ni kama kitu kilichoning'inizwa kwenye sakafu. Wa nahwuhu, na mfano wake. Hiyo ndiyo maana ya neno almuallaqu katika lugha. Istilahan, almuallaqu kwa makubaliano ya wanawachuoni wa hadithi, wao wanasema ma hudhifa min mabda'i isnadihi, ni ile hadithi ambayo ameondoshwa mwanzo wa sanadi yake rawin, mpokezi mmoja, fa akthari, na zaidi, ala tawali, kwa kufuatana. Ma hudhifa min mabda'i isnadihi rawi fa akthar ala tawali, ni ile hadithi ambayo ameondoshwa mwanzo wa sanadi yake rawi mmoja na zaidi ya mmoja kwa kufuatana. Ndio maana ya almuallaqu kwa makubaliano ya wanawachuoni wa hadithi. Min suwarihi, miongoni mwa sura zake, picha zake, hiyo hadithi ambayo ni almuallaqu, au sanadi ambayo ni almuallaqu. An yuhdhafa jami'u sanad, ni kuondoshwa sanadi nzima. Thumma yuqalu, kisha pakasemwa, mathalan, kwa mfano, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kadha, amesema Mtume sallallahu alaihi wasallam jambo kadha. Hiyo ni sura yake ya kwanza. An yuhdhafa jami'u sanad, ni kuondoshwa sanadi nzima, sanadi yote inaondoshwa, hakuna kinachobakia. Thumma yuqalu mathalan, kisha kukasemwa kwa mfano, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kadha. Na hadithi kama hizi tunazikuta, sanadi yote imeondoshwa, kisha limebakia neno tu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kadha. Hiyo ni sura yake ya kwanza. Wa minha an yuhdhafa kullu al-isnadi illa as-sahabi, na miongoni mwa sura zake ni kuondoshwa sanadi nzima isipokuwa sahaba tu ndiye anayebakia, lakini wengine wote wanakuwa wameondoshwa, iwe ni tabi'i, tabi'in, aimmatul hadithi, wote wanaondoshwa, anabakia sahaba tu. Au illa sahabi wa tabi'i, au anaweza akabakishwa sahaba na tabi'i, akabakia hao. Hiyo ni sura yake ya pili. Kwa sura ya pili, an yuhdhafa kullu al-isnad, ni kuondoshwa sanadi yote, illa sahabi, isipokuwa sahaba, au illa sahabi wa tabi'i, au isipokuwa sahaba na tabi'i, wanaweza wakabakia hao. Hiyo ni sura ya pili ya almuallaqu.
Mithaluhu, mfano wake, ma akhrajahu al-Bukhari, ni ile hadithi aliyoikhariji Imamu Bukhari, fi muqaddimati bab, katika utangulizi wa mlango, ma yudhkaru fil fakhadh, wa kile kinachotajwa katika kadhia ya paja. Fi muqaddimati babi ma yudhkaru fil fakhidh, katika utangulizi wa mlango wa kile kilichotajwa kuhusiana na kadhia ya paja. Waqala Abu Musa, na akasema Abu Musa, ghatta an-nabiy sallallahu alayhi wasallam rukubatayhi hina dakhala Uthman, aliyafunika Mtume sallallahu alayhi wasallam magoti yake pindi alipoingia Uthman. Hii hadithi kairawi Imam Bukhari katika kitabu Salah, juzu ya kwanza, sahifa ya 90. Ndio mfano wa hadithi ambayo ni muallaqu. Fahadha hadithu muallaqu, basi hadithi hii ni muallaqu, lianna al-Bukhariya hadhafa jamia isnadihi illa sahabi, kwa kuwa Bukhari ameondosha sanadi zake zote isipokuwa sahaba tu, wa huwa Abu Musa al-Ash'ari, naye sahaba aliyebakishwa ni Abu Musa al-Ash'ari. Hukmuhu, hukumu yake hadithi ambayo ni muallaqu. Alhadithu almuallaqu mardudun, hadithi ambayo ni muallaqu ni yenye kukataliwa, ni yenye kupingwa, haikubaliki. Liannahu faqada shartan min shuruti alqabul, kwa kuwa hadithi hiyo imekosa sharti miongoni mwa masharti ya kukubalika kwa hadithi. Wa huwa ittisalu sanadi, nako ni kuungana kwa sanadi, imekosa sharti ya kuungana kwa sanadi. Wadhalika bihadhfi rawi au akthar, na limepatikana hilo kwa sababu ya kuondolewa mpokezi mmoja wa hadithi au zaidi ya mpokezi mmoja, min isnadihi, kutoka kwenye sanadi yake, maa adami ilmina bihali dhalika almahdhuf, pamoja na kutokutambua hali ya huyo aliyeondoshwa. Hatujui ni mwadilifu, hatujui ni fasiki, kaondoshwa, hatujui. Sasa vipi tuseme kwamba hadithi hiyo ni yenye kukubalika wakati hatujui hali ya yule aliyeondoshwa? Taban, tuangalie hukumu almuallaqati fi sahihain, hukumu za muallaqati zilizoko katika sahihi mbili, sahihi ya Bukhari na sahihi ya Muslim. Hukumu yake ni nini? Hadha alhukmu, hukumu hii, wa huwa anna almuallaqa mardud, nayo ni kwamba muallaq ni yenye kukataliwa. Huwa lilhadithi almuallaqu mutlaqa, nayo ni ile hadithi ambayo imepata sifa ya muallaq moja kwa moja, ndio inayokataliwa. Lakin in wujida almuallaqu fi kitabi iltuzimat sihatu, lakini ikiwa kutakutikanwa muallaq katika kitabu ambacho imelazimishwa usahihi wake, ikakutwa hadithi hiyo ni muallaq, lakini ikakutwa katika kitabu ambacho umelazimishwa usahihi wake, kasahihaini, kama vile kukutwa hadithi katika sahihi mbili, Bukhari na Muslim, fahadha lahu hukmun khasun, basi jambo hili lina hukumu maalum, au hadithi hii inayo hukumu maalum. Qad marra bina fi bahdhi sahihi, bila shaka imetupitia sisi katika mlango wa sahihi tulieleza. Wala basa bitadhkiri bihi huna, na wala hakuna ubaya kwa kukumbushia jambo hilo hapa. Wa huwa, nayo kadhia hiyo, anna ma dhukira bisighati aljazmi, kwamba kile kilichotajwa kwa tamko la kukata shauri, kwa tamko la mkato. Hadithi hiyo kama imekuja lakini ikatumika tamko la mkato, la kukata shauri, kaqala, kama vile qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, au dhakara au haka, fahuwa hukumun bisihatihi, basi hadithi hiyo ina hukumu ya usahihi. Anil mudhafi ilaihi, kutokana na kile ambacho imeegemezewa hadithi hiyo. Wama dhukira bisighati tamridhi, na ile hadithi ambayo imetajwa kwa sigha ya tamridh. Sigha ya tamridhi ni ipi? Qila, ilisemwa, dhukira, ilitajwa, hukia, ilizungumzwa. Falaisa fihi hukmun bisihatihi, basi hakuna ndani yake hukumu ya kusihi kwake hadithi hiyo. Anil mudhafi ilaihi, kutokana na kile ambacho kimeegemezwa
kwenye hiyo hadithi, qila, dhukira, hukia, sigha tamridhi hiyo. Bal fihi sahihi, bali ndani yake katika sigha hiyo kuna hadithi sahihi, wal hasani, na kuna hadithi ambazo zina daraja ya hasan, wal dhaifi, na kuna hadithi ambazo zina daraja ya dhaif. Lakin laisa fihi hadithun wahi, lakini hakuna ndani yake hadithi inayoitwa wahi, liwujudihi fil kitabi almusamma bisahihi, kwa kuwepo kwake au kwa kupatikana kwake katika kitabu kinachoitwa as-sahihi. Wa tariqu ma'rifati sahihi min ghairihi, na njia ya kujua hadithi sahihi kutokana na nyinginezo, huwa albahthu an isnadi hadha alhadithi, nako ni kufanya tafiti kunako sanadi ya hadithi hii, walhukmu alayhi bima yaliqu bihi, na kuitolea hukumu kwa kile ambacho inalingana nacho. Kwa kile ambacho inaendana nacho ni kufanya utafiti tu, utajua hadithi daraja zake inshallah. Basi leo pia tutakomea hapa na tutakuwa tumemaliza hii almuallaqu. Mlango unaofuata tutakuja kutazama almursalu. Almursalu nayo ni hadithi gani hii? Inshallah thawabu hizi za darsa hizi au za darsa hii zimuende baba yangu mzazi almarhum Mzee Ramadhani Ndaki, Allahumma ighfir lahu warhamhu waskinhu makana fil janna, bila kumsahau mama yangu mzazi almarhuma Bi Zainab binti Andrea, Allahumma ighfir laha warhamha waskinha makana fil janna. Lakini pia shekhe wangu aliyenipa msingi wa ilmu, ambaye kanitoa tongotongo za macho na mpaka hii leo matamshi haya naweza kuyatafsiri, ni yeye Sheikh Abu Qasim Nyamkunga, Allahumma ighfir lahu warhamhu waskinhu makana fil janna. Tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala azidi kutuwafikia juu ya haya tunayoyaendea, innahu waliyu tawfiq. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.